والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa faraja kubwa kama ambavyo wamepata kusema wanachuoni kwamba maru alhabibu faradtuhu famaridtu min nadhara ilayhi وأتى الحبيب يعودني فباركت من نظر إليه. Nasema mwanachuoni alipata kuumwa rafiki, nikaenda kumtazama, akapona rafiki kwa kile kitendo cha mimi kwenda kumtazama, kwa yale mahaba ambayo walikuwa nayo. Anasema aliumwa rafiki, anasema nikaenda kumtazama rafiki, nilipomkuta akiwa anaumwa, basi nasema maradhi yake yakahamia kwangu. Nikarudi kutoka nyumbani kwake kurudi kwangu nikiwa na maradhi yake. Moja katika masiku rafiki akanitembelea kuja kunitazama, anasema nikapona kwa kile kitendo cha kumwona rafiki yangu. Hawa ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mungu na hawakutengana kwa ajili ya Mungu maisha yao yote. Kwa hiyo leo katika uwanja huu, jambo la kwanza la faraja kubwa ni kile cha kuiona fahari yetu Morogoro. Sheikh Musoma tuko naye. Hii ni fahari ya sisi wa Morogoro. Kwa bahati mbaya sana tuna kila sababu ya kujifaharisha naye kutokana na ile heshima yake yeye mwenyewe aliyojiweka nayo. Kusema mmoja katika wanachuoni anasema laisa liyatima man wafati walidahu, hakuitwa mtu ni yatima kwa kufiwa yeye na wazazi wake. Innama yatima fil ilmi wal adab, yatima ni yule aliyokosa maarifa na akakosa adabu ya hali, huyo ndio yatima. Na ndio maana tunapokuwa katika darasa zetu za kutalika, kitu cha kwanza tunasimamia kuhimiza adabu. Mwanatarika lazima awe na adabu. Ndio utamaduni wetu. Na sisi kama viongozi wa baraza, kazi yetu ni kuendelea kuwasimamia hawa viongozi wetu wa kitarika, kwa sababu majukumu wanayoyafanya wao wengine sisi hatuwezi kuyafanya. Kwa hiyo hawa wenzetu kila siku kusema tarika inasimamia dini, tarika inasimamia dini. Aliyekuna Muhammad. Kwa hiyo mtu akikosa tarika, maana yake kakosa kipengele muhimu sana katika maisha yake. Man akhta tarika dhalla, kikosa tarika maana yake utakosa. Na hata katika utamaduni wetu wa elimu zetu, kama utasoma kwa mashehe mbalimbali lakini wakakosa tarika, basi elimu yako itakosa kwa mapungufu fulani. Kwa sababu alikosa tarika, usimama mahala akaanza kushambulia watu akatukana, ni vile kawaida kwake. Alikosa tarika hana haya. Wakati Mtume sallallahu anaeleza alhayau la iman, ukikosa tarika huna aibu. Chochote kinachokujia mbele yako ndicho unachosema.
ule mshipa wa tafakari kwako unakuwa haupo. Huna uwezo wa kuweza kuangalia jambo hili na hili lilifike vipi. Ndio kawaida ya watu hao. Tumwombe Mungu kila siku tuseme kwa Mwenyezi Mungu aongoze maisha wetu hawa, na tualike iendelee kudumu katika mikono yao, na baada ya kuondoka kwao pia tualike iendelee kwa salama. Na huwa ni masikitiko makubwa waona mashehe zetu wakubwa ambao wameasisi chombo hiki, halafu kikaja kikafia mikononi mwetu. Ni hatari kubwa. Na kinakufaje chombo hiki? Kinakufa chombo hiki kwa sababu tuna desturi sisi. Tuna desturi. Hapo unaona alosimama muda mfupi anaitwa Sheikh Ali Umar. Nafasi yake yeye ni mshauri wa mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Wiki mbili zilizopita, wiki moja iliyopita, alipokuwa anapita mufti kuelekea Dodoma kwa ajili ya kwenda kuapishwa Mheshimiwa Rais, mufti alipita njia hii. Lakini siku ya kwanza alikuja ushauri na kusema ule ushauri wake. Wakaenda wakakaa mahala Morena zaidi ya masaa mawili, yuko Al-Umari kuna mufti anazungumza na mshauri wake kumpa taarifa mbalimbali ya habari za Morogoro. Ndio kiongozi aliyeona. Sasa wewe ukitaka uanzishe kitu kisichofaa, ni kwenda kuitamani ile nafasi alionayo Al-Umari, kapewa wingi ile. Nataka kusema kwa MC kwamba jambo la kwanza watu kuridhika na kile ulicho nacho. Sio kama hapo kama pale utaumia. Al-Umari ni mshauri wa mufti Morogoro. Mufti anapotoa Morogoro lazima kwanza, kitu cha kwanza unaona Al-Umari apate taarifa za Al-Umari zikoje. Kwa hiyo usimuone kama hayuko kazini. Kuna nyakati nyingine pia na mimi ninapokutana naye basi nakuwa mtiifu wake juu, kwa sababu yeye ana direction ya kuweza kukutana na mtu yule kwa moja kumweleza ya kwake anayoonea. Huo ndio utaratibu hivi. Kwa hiyo leo ukiona shida kubwa zinapatikanika ni kile kitendo cha kutoka hapa akatamani na pale. Hakuna kile kitu kinachoitwa kana. Ndio hatari. Leo kuwapata watu kama mzee wangu usisoma ambao wamelitumikia baraza kwa muda mrefu, alafu wakaondoka kwenye baraza hali ya kuwa watu wanakutana. Wachache. Wengi ni wale ambao wametoka na wala watu hawatamani tena kurudi nafasi. Lakini sisi wenyewe ndio tunamlilia kila siku cha kusoma. Mzee wetu, mshauri wetu, fahari yetu, tukimuona basi wenyewe pia tunafarijika. Alipoingia akaniambia nimejisikia fahari ya kukuona. Lakini kamwambia mimi ni Said. Kwa sababu na muda mrefu simuona. Ndio yale maneno ambayo tuliyasema kwamba Maridul Habibu fadhatu. Hawa ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mungu. Wa atala habibu yauduni fabaridtu min nadhari ilayhi. Kaja rafiki kunitazama asema nikapona kwa yale mapenzi. Kwa hiyo leo tunasikia furaha kuona wazee wetu wa Shetani ambao wana kazi kubwa ya kuzisimamia na kuzilea nyoyo zetu ili nazo ziweze kuondoka salama, kwa sababu hawa wenzetu ndio wanaokukaribisha maneno, wanatukaribisha maneno kila siku wakisema man kana akhala kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Jambo la mwisho kutamka katika uhai wako ikiwa ni kama hii, basi unaenda peponi. Kalima hii ni uzabuni, ni kalima ambayo mzito kwa wakati wake, kwa sababu maswahaba radhiallahu anhu wa Arabu walifundishwa kwa muda wa miaka 13. Kama walifundishwa la ilaha illa Allah hawezi kutamka la
walifundishwa kalima hii ni namna gani itaweza kulia katika vifua vyao. Matamshi yasema mepesi, lakini hao waliotamka kalima hii kama hazijaingia katika nafsi, wanatamka la ilaha illallah, mwisi, la ilaha illallah, zinifu, la ilaha illallah, mchawi, haijakaa ile la ilaha illallah katika nafsi. Sasa maswahaba walikuwa wanafundishwa la ilaha illallah ikae katika vifua vyao kwa vitendo. Sallallahu ala Muhammad. Kwa hiyo moja katika mambo wanatarika utakiwa hingama unapoizungumzia la ilaha illallah, hii kwamba ipo katika kifua chako. Na hapa ndio wakati wepesi ukitamka wakati wa sakata za maisha. Ukibakisha wiko tu katika mdomo, kalima hii haiwezi kukaa na haiwezi kukataza na achafu. Ajabuna Muhammad. Ndio ile mnatarika. Ile mnatarika. Zamani kulikuwa na utaratibu kale. Ndio mwingine mkuruza kwa sababu watu walikuwa waoga. Kupewa kitu kinaitwa ijaza. Watu wanaitwa wanamwili wote wanakusanyika kwa maneno shirika ameamua anataka kutoa ijaza kwa wanamwili wote. Sasa zamani ilikuwa watu wakusanya kwa ajili ya hilo, basi kila mmoja atafuta mlango wa kupokea. Kila mtu anatafuta chochote wa kupitia, kwa sababu ukishakunywa ijazi maana yake wewe ni mwanatawika kamili. Lakini kabla shahada kupa anawapeni niko. Mwanatawika hawi mwongo, mwanatawika hawi mgomanishi, mwanatawika hawi mchonganishi, mwanatawika hawezi kusema maneno ambayo yatamkera mtu mwingine. Mfumo wao wote wa wanatawika wanaenda kuelekea kule katika maneno ya mwisho wa risala kitema, ambapo pale mwisho katika ule mlango wake mzima kaweka maasi ya qalbi, kuyazungumzia maasi ya moyo. Kwa hiyo pale kwenye maasi ya moyo ndio maisha mazima ya mwanatawika yanatakiwa kuishi. Ukikuta mwanatawika anatoka hapa kufika pale na mshauri mzee mwingine, tawika haipo, ipo mdomoni lakini fuata hakuna. Yale maneno ya Mtume Muhammad, "Udhkurullah hatta yatabayyana lahu majnun." Haya ni watu wa tawika. Maisha yake yote mwenyewe akitembea na mtukufu Mwenyezi Mungu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Huyu mtu ndiye kwa mtu kumjua wakati wa anakaa na lakini itamkataza pia haiwezekani huyu mtu kusema la ilaha illallah akatamani kwa watu. Hicho kilikuwa hakipo, kwa sababu kama la ilaha illallah haiingizi kabisa. Kwa Mungu atuwezeshe kile tunapokuwa tunakutana katika darasa zetu, katika habari zetu, basi tawalika ikae katika nafsi. Tuwahami na kuandika rafiki zetu hawa, kwa sababu kazi wanaifanya wao ni ile inayoweza ikawa ni sababu ya kuwapelekea watu kula kwa. Sisi kazi zetu tunasimamia masuala ya utawala. Ukiwa kuna jambo mahala fulani, kuna kurugu, kuna nini, kazi kusuru utawala. Lakini masuala yanayohusiana na dini iko chini ya watu wa. Usije ukanukuu vibaya ya kusema mama shehe wapata wasomini, mimi mambo ni mengi, mtaitwa maeneo mengi, lakini hawa ni katika vitengo vyetu, ni katika wasaidizi wetu. Na ndio maana katika vitu ambavyo nilikuwa najaribu pia kutazama ushikamani ni pamoja na ule uhalali wa utendaji kazi wake. Huyu mtu ana uhalali gani? Anaitwa Sheikh wa Tarika mkoa wa Morogoro, uhalali wake ndio upi? Ili haya maswali siku nyingine nikiulizwa niwe na majibu nayo, kwa sababu kuna vitu ambavyo kila wakati nikutana nao naambia kwamba tumesuluhishwa sisi. Tarika msiingizie mambo mengi. Mungu wako ni nini? Kuingiza na mambo ya dunia mengi ya kasiri. Mfano wake kama vile usajili tarika, huyo atakuwa mjumbe mmoja wa ndani, katibu, mwenyekiti,
bodi ya wadhamini kwamba waliokuwa naye wana uwezo wa kumuondoa shehe. Shehe tumemuondoa kupitia kanuni ya katiba yetu. Hamuoni tutamkosa shetani na kupata mtu ambaye hana sifa. Mkitengeneza katiba, wewe ni makini na vigezo hivi kwamba tupite katika mapito gani, tuweke utaratibu gani. Mkiviona kwamba havitokuwa na madhara yatakayo kusababisha kuwakosa hao viongozi wetu wakuu, tengenezeni. Kuna hamu ya kueleza vitu kwa serikali atakayotambua, lakini kwani tunafuga serikali ndio sisi na sisi tunatambua. Kwa hiyo huku mkiingia kwenye misingi, weni makini sana. Mwisho wa siku tutakuja kuwa na mtu anayeitwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini. Kauli yake ndio mtu wa mwisho katika taasisi. Akishasema kutokana na mazingira yaliyokuwepo hapa, huyu kiongozi tuliokuwa naye hakufai, kuonyesha kabisa. Makini unahitajika. Taarika haina mchezo, taarika inahitaji kulelewa, na taarika madhara yake yalivyo hayasubiri kesho kutwa. Hivi taarika ni kiapo, lazima tuelewane hizo kidogo. Taarika ni kiapo, ukienda tofauti na taarika, kesho utakujua. Kwa sababu sisi kuna vitu ambavyo tunaviamini ambavyo mtu mwingine kumweleza ni ngumu. Lakini sisi tuna imani kwamba kwenye taarika tunafundishwa yeyote yule ambaye hana shehe, basi shehe wake atakuwa ni nani? Shetani. Kama ukikosa kutia amri ya kiongozi wako, basi huyo kiongozi wako atakuwa ni nani? Lazima tu kiapo hiki kitapata. Kwa hiyo mtu yeyote akishakijiunga na taarika, basi muda mfupi tutamwona dosari zake, tofauti zake na mazingira yake. Kikubwa tukishawaona wako hao, tuwaombee dua na tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu waweze kurudi kuwa katika mstari ule ambao ndio mstari sawasawa wa taarika. Tunashukuru sana. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika eneo hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.